Mkoa wa Mbeya kwa ujumla, ndugu wanahabari, niseme ni shwari, na niseme jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeendelea kushirikiana na wananchi na wadau wengine katika kuimarisha ulinzi na usalama wa maisha na mali kwa kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali ya kubaini na kuzuia uhalifu. Pia limeendelea na operesheni misako na kufanya uchunguzi wa matukio machache yaliyotokea kuwakamata wahalifu wa makosa mbalimbali. Kwa kipindi cha mwezi Juni mwaka 2026, kutokana na mikakati hiyo ambayo nimeitaja, jumla ya watuhumiwa 239 wa uhalifu ikiwemo makosa ya mauaji, kujeruhi, kubaka, kupatikana na silaha bila kibali, kupatikana na dawa za kulevya na matukio ya wizi walikamatwa. Miongoni mwa watuhumiwa waliokamatwa na upelelezi wa kesi zao kukamilishwa walifikishwa mahakamani. Aidha, watuhumiwa watatu ambao ni Yera Mboya mwenye umri wa miaka 27, huyu ni mkazi wa Tunduma mkoani Songwe, Furaha Mboya mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Isongore, na Elisa Mboma mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Isongore, wanashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya bibi yao aitwaye Mary Mwasile mwenye umri wa miaka 70, aliyekuwa mkazi wa kijiji cha Isongore. Tukio hilo lilitokea Juni 28 mwaka 2026 saa 4:30 za asubuhi maeneo ya Isongore, kijiji cha Isongore, kata ya Santilia, tarafa ya Isangati, ambapo huyu marehemu Mary Mwasile alikutwa ameuawa ndani ya nyumba yake anakoishi kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali shingoni. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi maalum cha askari wa kuzuia na kupambana na matukio ya mauaji ilianza ufuatiliaji wa tukio hilo na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa hao watatu ambao nimewakwisha wataja. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni imani za kishirikina. Wakati huo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na askari wa wanyamapori TAWA linawashikilia watuhumiwa watatu ambao ni Shughuli Halezia mwenye umri wa miaka 50, Shabani Maturu mwenye umri wa miaka 36 na Baraka Mwaluswaswa mwenye umri wa miaka 26. Wote hawa ni wakazi wa Ruaraje kwa tuhuma za kupatikana na silaha aina ya gobore bila kibali. Watuhumiwa walikamatwa Juni 30 mwaka 2026 katika msako uliofanyika katika kijiji cha Bitimanyanga, kata ya Mafyeko, tarafa ya Kipembawe, wilayani Chunya. Watuhumiwa walikutwa wakiwa na silaha moja aina ya gobore, wakiwa na bearing 22, gorori 13 zinazotumika kama risasi katika silaha hiyo, fataki 15 na kopo moja dogo la baruti. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa watuhumiwa wote walikuwa ni wawindaji haramu. Sambamba na hayo, kwa kipindi cha Juni mwaka 2026, jumla ya watuhumiwa 9 walikamatwa wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzito wa kilo 94.44. Watuhumiwa wawili walikamatwa wakiwa na pombe haramu ya moshi maarufu gongo lita 41. Watuhumiwa watano walikamatwa wakiwa na bidhaa za magendo zenye thamani ya shilingi milioni 6,523, na bidhaa hizo ni mafuta ya kula aina ya nono lita 440, sukari katoni 200, vipodozi boksi 12 na pombe kali iliyopigwa marufuku kuingizwa nchini katoni 59. Na hizo zote ziliingizwa nchini kwa njia ya magendo kukwepa ushuru wa forodha. Lakini katika kutekeleza mikakati ya kuzuia na kudhibiti ajali za barabarani katika mkoa huu wa Mbeya, kwa kipindi cha mwezi Juni mwaka 2026, jumla ya madereva 7 hawa waliweza kufungiwa leseni zao za udereva kutokana na kufanya makosa yanayojirudia, ikiwemo kusababisha ajali na kutenda makosa hatarishi ikiwemo mwendo kasi,
na kuyapita magari mengine kwenye maeneo hatarishi kama vile kwenye kona na milima, maeneo ambayo sio rahisi kuona magari yanayokuja mbele yake, na hivyo kusababisha ajali kwa watumiaji wengine wa barabara na hata abiria ambao wako katika magari hayo. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa shukrani kwa wananchi kwa kuendelea kutoa ushirikiano katika kubaini na kuzuia uhalifu, lakini pia linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili kuzuia na kutokomeza uhalifu katika mkoa wetu wa Mbeya. Aidha, linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaoendelea kujihusisha na uhalifu kuacha mara moja, kwani uhalifu haulipi.